Uliyejaa fadhili, upendo, ulitukumbatia, ulitupenda kabla tulipokuwa tungali wenye dhambi, ukatuita, ukatufananisha na mwana wako Yesu Kristo. Ulipotuita na kutufananisha, ukatuchagua na kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lako. Na leo tunaitwa watakatifu, na ndivyo tulivyo. Na ulisema tuwe wakamilifu kama ulivyo mkamilifu. Asante kwa kutukamilisha katika toleo la sadaka ya dhabihu ambayo Yesu mwenyewe alijitoa roho yake, mwili wake, ili makosa, dhambi vyote viwe juu ya mwili wake. Na aliposulubiwa alisulubisha dhambi, na alipouawa au alipotoa roho yake alitutolea sisi tuliokuwa tumeuawa, tumekufa, tufanywe kuwa hai tena. Tulipozikwa na alipozikwa tulifufuka pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika imani ya mwana wa Mungu. Ninakushukuru Mtakatifu, ukiwa umeketi kwenye kiti chako cha enzi. Hebu angalia watoto wako walivyopendeza, angalia watoto wako walivyo na moyo wa kukusifu na kukuabudu wewe na kukutumikia katika kicho na kujitoa katika mambo mbalimbali ya kujenga ufalme wako. Usimwache hata mmoja wala kumpungukia. Ninaomba mkono wako utende jambo jioni ya leo, utende jambo majira haya, utende jambo asubuhi, utende jambo, maana uwezo wako unapita mipaka ya kufikiri kwetu. Ni katika jina la Yesu ninaomba, amen. Bwana Yesu asifiwe. Somo langu linasema iweni hodari katika Bwana. Uwe hodari katika nani? Katika Bwana. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Wakorinto 16 mstari, Wakorinto wa kwanza 16 mstari wa 13 na 14. Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume, mkawe hodari. Mambo yenu yote na yatendeke kwa upendo. Nilikuwa ninatafakari nini maana ya kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wake. Nikagundua vitu vingi ambavyo tunakuja kukabiliana navyo au kukutana navyo, na baadaye tunaingia kwenye matatizo au migogoro, ni pale ambapo tunajisahau. Pale ambapo tunafanyaje? Tunajisahau. Kwa mfano, kuna wakati wa sherehe. Kwenye sherehe yoyote, muovu hujihudhurisha katikati ya watu wa Mungu au wana wa Mungu. Pili, kwenye harusi, ndoa za watu wengi huharibika siku ya sherehe ya harusi yao. Ndoa nyingi huvunjika siku ile unapokuwa kwenye mashamshamu, unaposikia ile furaha ya kuitwa mama, kuitwa baba, alafu umevaa na shera. Adui anaanziaga hapo, ndio anavunja ndoa yako. Watu wengi huharibikiwa pale wanapokuwa kwenye mavuno. Angalia, ndoa nyingi sana huwa zinavunjika kipindi ambacho wababa wamevuna mpunga, mahindi, chakula,
wababa huwa wanahama nyumbani, wanaenda kutumia nje ya familia zao. Mwovu hupitia kwenye masherehe na kwenye kwenye furaha. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 7 mstari wa 22 anasema ni heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko, mtajua wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuwe hodari, ni lazima tuwe makini sana kwenye maisha yetu katika kila nyanja ya kile tunachokiishi. Angalia, unapofurahi sana kupitiliza, adui anapata nafasi. Tuliona mtu mmoja anasema, usifurahie adui yangu niangukapo nitasimama tena. Kumbe adui anafurahia anguko la mtu, na adui anaangalia wapi ambapo umejisahau. Ukipata mafanikio makubwa, hapo ndipo vijana wengi wanapoangushwa kiroho, kimwili. Matatizo mengi yanawapata hata wachungaji, watumishi wengi wa Mungu pale mafanikio yanapozidi, na wakati mwingine wao wanajisahau. Adui anapitia hapo. Mafanikio kama hujajiandaa kukabiliana nayo, kama hujajiandaa kuzipokea baraka za Mungu, maana baraka za Mungu zinahitaji maandalizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo adui anaangalia mahali ulikojisahau. Pale unapofanikiwa, pale mali zinapozidi, pale Mungu anapokubariki kwa fedha, pale ambapo unapata sifa, watu wanakusifu, umependeza, adui anapitia hapa kwenye maneno ya umependeza. Unapoona unaanza kusifiwa na watu wengi, maana yake adui yuko karibu yako kuangusha kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Tuwe makini sana. Mwambie jirani yako uwe makini sana. Usipende kusifiwa sana. Usipende sifa. Ukiona watu wanakusifu, tayari adui kaishapata mlango wa kukupiga. Tayari adui kaishapata nafasi ya kukumaliza. Kuwa makini. Angalia, siku moja nilikuwa ninaangalia kijana mmoja juzi tu alitumwa kwenda Dodoma na bosi wake, na alikuwa amemchagua kuwa mkurugenzi wa kampuni. Huyu mkurugenzi alikuwa anajiandaa kuondoka madarakani, amuinue huyu kijana, kwa sababu alikuwa amepata sifa nyingi ofisini pale, jinsi anavyotoa huduma mbalimbali za kikazi, na ameisababishia kampuni mafanikio makubwa. Kijana akaenda Dodoma, akafanya kazi. Wakati anarudi, maana yake ilikuwa siku anapoingia ofisini ndipo apewe hati ya utambulisho kwamba huyu ndio mkurugenzi mkuu mpya wa kampuni yetu. Hakufika hata Morogoro, aliishia njiani, kwa sababu alikuwa na sifa nyingi kwenye kampuni, na huyu kiongozi aliona muandae huyu mwenye sifa nzuri kwenye kampuni yetu. Adui anaangalia mahali ambako mafanikio yanaelekea. Anapoona kwamba kuna furaha nyingi imepitiliza, adui anapata mlango. Na ndio maana hata kama unataka kufanya harusi, labda mimi naweza nikabadilisha hapa, usifanye sherehe kubwa sana siku ya harusi yako. Hata ikiwezekana waite watu 2 watatu, 2 wasizidi watu. Kumbe watu wengi wanaoenda kuhudhuria sherehe kwa ajili ya kukupongeza
huwa adui anapitia kwenye mlango huo wa watu wale ambao unadhani kwamba wanaweza kuwa karibu yako. Mungu atusaidie. Ndio maana leo nataka nikufundishe uwe hodari katika nini. Uwe hodari kwa nini uwe hodari? Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu za nani? Zile nguvu za Mungu zinatuwezesha kutambua maadui walipo. Zile nguvu za Mungu na uwezo ulioko katika Bwana unatusaidia kuwa na akili. Ni lazima uwe sensitive kiroho na kimwili pia. Kuna maeneo unaweza ukafika ukakutana na hali ambayo sio kawaida, kwa sababu wewe unakuwa hodari katika kugundua na kutambua hali ya hewa iliyochafuka. Ndio maana hatutaki kuwa kama mabubu, kuwa vipofu. Yani usitembee kama kipofu. Kuna madili mengine unaweza ukapewa, lakini kumbe ni mtego wa kukuingiza kwenye majanga. Adui anataka akumeze. Biblia inasema shetani ni kama simba aungurumaye akitafuta mtu nini? Ameze. Kwa nini akumeze? Kwa sababu kuna mafanikio yako mbele yetu. Kuna mafanikio Mungu ameyalenga ili yakufikie. Adui anataka akatishe ndoto zako. Kuwa hodari na uwe makini sana kwenye sehemu yako ya kazi unayofanya. Kwenye biashara mbalimbali unazozifanya, kuna mitego mbalimbali ambayo adui anaweza akaitumia. Kuwa makini. Na nilishawaambia, fedha hizi ambazo tunazipokea kwa watu huwa ni mitego mikubwa sana ya kunasa nyota zetu, kunasa mafanikio yetu, kunasa kazi zetu, kunasa vyeo vyetu. Na mikono yako isipende sana kupokea. Mtu akitaka kukupa fedha akurushia hata kwenye simu. Bwana Yesu asifiwe. Adui anajua mwanadamu akisha kuwa na furaha iliyopitiliza, huwa hana ulinzi tena wa nafsi yake, wala dhamiri haiwezi kusema. Kwa sababu unapofurahi sana, unapitiliza. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia hapa, wakati wanafanya sherehe, ndipo siku ambayo mtoto wa mfalme alidai kichwa cha Yohana Mbatizaji. Ilikuwa sio kweli? Ni kweli. Alikatwa kichwa Yohana Mbatizaji au kukatwa kichwa? Mfalme alipokunywa divai akafurahi, mtoto akamwambia baba yake, ninakitaka kichwa cha Yohana Mbatizaji, bila kufikiri kwamba Yohana Mbatizaji ni yule aliyetangulia mbele kuitengeneza njia ya Bwana ili watu waache uovu wamuelekea Yesu. Yohana akakatwa kichwa. Je, Mungu alikuwa ajui kwamba atakatwa kichwa? Alikuwa anajua. Kuna mtu alifurahia akapitiliza, akatoa hukumu kwa mtu asiyekuwa na hatia. Kuna watu wanaweza wakawa na kupigia mahesabu wewe bila kujua. Na ndio maana lazima uwe makini sana na binadamu. Uwe makini sana na marafiki. Uwe makini sana na watu walio karibu yako. Ukiona watu wanakusifu, kimbia. Ukiona unapenda sifa, hebu jishushe uonekana kama haupo. Hebu jaribu kujificha kwenye mambo mengine. Kuna mahali mimi pengine naalikwa lakini siendagi. Kwa nini? Ndipo unapoweza kunaswa, ndipo unaweza kukamatwa. Kwa sababu ukipenda kujiweka kimbelembele kwenye masuala mazima ya furaha ya sherehe, utakamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tuwe hodari katika Bwana? Dunia tulionayo leo na watu unaowaona leo sio watu. Katika watu 100 unaweza ukakuta watu 5, 95 wote ni viumbe hai ambao wanaweza kutumika au kutumiwa kwa ajili ya kukuangusha wewe. Kuwa makini sana. Mwambie jirani yako kuwa makini sana.
Angalia wanawake wazuri sana. Nimewaambia mwe mnatoa sadaka wakati nahubiri. Angalia wanawake wazuri sana. Ngoja nishuke. Ukisha kuwa mzuri ukao unapendwa sana na wanaume, hutaolewa. Lakini ukiona una watu wanaokusonga, simu nyingi zikipungua, lakini wewe kila siku unapokea simu kama operator wa simu, adui atapitia humo. Hello. Adui atapitia wapi? Usije ukasema mimi mzuri napendwa. Wewe ni kichaka kilichoficha maadui. Kuwa makini sana na kujiona mzuri. Wewe sio mzuri. Fedha ndio nzuri, wewe sio mzuri. Wewe ni mtu, unatakiwa uheshimiwe na mtu Watu wengi wanasema mimi ni mzuri sana, napendwa. Na unaweza ukamwambia hata mume wako, watu wengi wananipenda. Wewe ni kaburi hapo. Usikubali kupendwa na kila mtu. Wewe sio pesa. Upendwe na mmoja tu, kwa sababu wewe sio chakula. Vyakula ndio vinapendwa, vinaweza vikaliwaliwa na kila mtu. Wewe hutakiwi kuliwa na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie mwana wa Mungu leo, sema leo, unatakiwa kuwa hodari. Akili yako ifanye kazi, moyo wako ufanye kazi, nafsi yako ifanye kazi. Usije ukabweteka kwa sababu kuna watu wanakuambia wewe mzuri. Ndipo uharibifu utakapokujilia. Neno la Mungu linasema wasemapo amani amani, ndipo uharibifu unapowajilia. Usije ukajisahau kwa sababu ya kusifiwa. Kuna watu walipenda sifa lakini leo hawapo, walikuja kufa. Sifa zinaua. Mwambie jirani yako, sifa zinaua. Sifa zinaua. Usipende kusifiwa. Usipende kusifiwa. Mwambie jirani yako, anayetakiwa kusifu ni mume wako, ni mpenzi wako, ni mume wako, sio mwingine. Ukiona unasifiwa na wanaume, wanataka wakutumie kwa faida yao, lakini kesho ukishatumika hauna thamani tena. Nataka uwe hodari. Anza kujifunza maisha. Kila mtu lazima ajichunge na mchunge mwenzake. Watu sio wazuri duniani. Kila mtu ni adui wa mwenzake. Kwa nini watu wanaweza kuwa maadui? Kwa sababu wanaweza wakaitumia nyota yako. Wanaweza wakatumia kibali chako licho nacho kutoka kwa Mungu kwa faida zao. Nataka niseme na wakina mama, ukiona wanaume wanakupenda na wanakupa fedha nyingi, hawakupi pesa nyingi, wananunua nyota yako. Ninyi ndio mmebeba utajiri wa wanaume. Haleluya. Wanawake wamebeba utajiri wa wanaume, ila kwa sababu wao hawajui, wako tayari kujiuza, wako tayari kujitoa mhanga, kumbe nyota zao zinachukuliwa. Usikubali. Kuwa hodari. Kuwa hodari. Kuwa hodari. Macho yako ya rohoni yapate kuona. Ona vizuri, tazama vizuri, chunguza vizuri. Alafu guilty conscious. Unapokuwa na dhamiri inayokuhukumu juu ya kile unachokutana nacho, ujue tayari muovu kishaingia. Ukianza kusikia dhamiri inauma, au unasikia kushtuka juu ya watu fulani ambao wako karibu na wao, ule uwepo wa adui wao unashtua mtu. Unafikiria watu sensi. Utasikia nywele zinakimbia, utasikia moyo wako unauma, utaona kwamba uko katikati ya hatari. Maana yake Mungu anakualati kwamba umekaa katika mazingira ambayo wewe hutaki kuwa. Niliwahi kufundisha nikasema, ukikaa kwenye uwepo usiokuwa wa kwako, ukikaa kwenye maeneo ambayo hayakuhusu na ukaenda kwenye madhabahu ambayo haikuhusu, tayari utakuwa umetegwa. Utaingia kwenye
kwenye madhara makubwa sana. Kuwa sensitive. Mwambie jirani yako uwe sensitive. Mtu yeyote unayekutana naye ni lazima muangalie uso kwa uso. Usizungumze naye akiwa amegeuka. Muangalie uso kwa uso. Maana dhamiri ya mtu iliyoko ndani yake na nafsi yako itamuonyesha kwamba mtu huyu ni mbaya. Maadui wakati mwingine tunakula nao. Maadui wakati mwingine tunalala nao. Maadui wakati mwingine wanaweza kutupa vitu, lakini ni maadui zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wanawake waliowaua waume zao kisa mali, na akisha zipata zile mali anaishi milele. Lakini alikuwa ni mpenzi wako, ulimshirikisha mambo yako, hukujua kwamba kuna siku moja atakuja kukuua wewe. Kuwa makini. Ndio maana amesema kaeni na wake zenu kwa akili. Tunaishi na wakina mama kwa akili. Na wewe ukiishi na watu, ishi nao kwa akili. Binadamu haaminiki. Binadamu haaminiki. Unaweza ukauzwa. Kuna wazazi wanauza watoto wao kisa pesa. Kuna familia moja, mimi na Ezekiel tulijitahidi kumuokoa binti, na kuambia walituchukia. Lakini leo familia ile imeharibikiwa yote imeharibikiwa. Lakini wangejua kile tulichokuwa tunamaanisha, wasingeharibikiwa. Wasingefanyaje? Biblia inasema aonywaye mara nyingi akishupaza shingo huvunjika shingo. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi tulichonacho ni nyakati za hatari. Kuwa makini sana na binadamu, kuwa makini sana na viumbe hai. Kuna watu wanaovaa mwili wa kibinadamu lakini sio watu, ni wanyama. Wako tayari kukutoa wewe kafara, wako tayari kukuuza ili wafanikiwe wao, wako tayari kutoa watoto wao, kwa sababu dunia tulionayo ni hatari. Biblia inasema nyakati za hatari. Hizi ni nyakati za nini? Za hatari. Kuwa makini. Kuwa makini. Kuwa hodari katika Bwana. Kwa lugha ya Kiingereza, be watchful, be courageous. Bwana Yesu asifiwe. Be brave. Uwe makini sana. Mimi nimejifunza kwa taifa la Israeli, pamoja na udogo wa taifa lile, wako macho rohoni, wako macho angani, wako macho duniani, ingawa walikuja wakajisahau. Fikiria tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka jana, walivamiwa kwa sababu walikuwa, kama mnakumbuka, walivamiwaje? Walikuwa kwenye sherehe wakajisahau. Taifa zima wanasherehekea ufuska. Walifanywaje? Wanajeshi walitekwa, wananchi waliuawa, vijiji viliharibika, watu wakapelekwa mateka. Ndio kisa cha vita hii unayoiona. Lakini Mungu alitumia kujisahau kwao ili waje washtuke. Shtuka kabla hatari haijafika kwenye maisha yako. Shtuka, mwambie jirani yako shtuka kabla hatari haijaja. Wasemapo amani amani, ndipo uharibifu unapowajilia. Unapoitwa mzuri ukavimba kichwa, ndipo uharibifu unapokujilia. Kuna kesi nyingi ambazo tumeziona kwa sababu watu wengi hawataki kusikia. Na ili somo likusaidie uwe hodari. Wanafunzi wawe hodari, wagundue, wajue mtu mbaya, hatari zilizoko duniani, watu wanaokutana nao. Na ndio maana tunawafundisha wasipokee kitu chochote, hata barabarani, hata pipi. Mtoto wako asilishwe kitu chochote ambacho hujamwagiza. Nyie watoto, mtu yeyote barabarani asikupe chochote ukakula. Mtu yeyote asikupe hata pesa kama umjui. Anayepaswa kukupa pesa ni yule mlezi wako au mtu wa karibu yako.
juzi Ijumaa nilipigiwa simu na kijana kanisani, kameokota binti Mongoro, amekonda. Akamuuliza, unaenda wapi? Mimi nimekimbia nyumbani kwetu, nimetoroka, kisa wazazi wanataka kuniuza, sitaki mimi kuolewa, unitafutie kazi. Yule kijana akanipigia simu, huyu binti nimpe kazi? Nikamwambia, we kama uwajui wazazi wake, hilo ni tukio la jinai, ukimpokea akaja akapata madhara utafungwa. Naambia mpeleke redioni ili nikimkuta pale ni mhoji. Kweli nilimkuta amekaa amenisubiri, nikamhoji, nikamwambia, sasa kwa sababu umekuja hapa inabidi tukio hili niliripoti polisi na pia waandishi wa habari pia waje kwenu. Baadaye niliitwa. Nilipoitwa nikamwambia, kaa hapa, utaenda kwenye mazoezi ya CJRA bendi, nitakukuta kanisani. Salitoroka. Alitoroka. Sasa kana muangalia yule binti, nikajua huyu amebeba mizigo mizito sana ya familia yake. Kuna watu unaweza ukawaona kumbe wamebeba mizigo ya familia zao. Ukiona mtoto anaanza kutoroka nyumbani, amebeba mizigo ya uharibifu kwenye maisha yake. Ukimpokea tu ukamuingiza nyumbani kwako, mambo yako yanaanza kuharibika. Watu wengi wamepokea hata wafanyakazi, ndio chanzo cha kuvunjika ndoa zao, ndio chanzo cha magonjwa au maradhi kwenye nyumba zao. Wengine wanakuwa wamebeba mizigo, wanaileta kwenye familia zenu. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Tusipokee watu. Ni kweli vizuri tupokee watu, lakini lazima tuchunguze. Na ndio maana hata serikali huwa ina vitengo vya kuchunguza watu. Mimi kabla sijapewa hati ya kuwa na kanisa, walijua nyumbani kwetu ninakozaliwa, mama yangu, baba yangu, nimetoka ukoo gani, ndio wakaruhusu kunipa kibali. Nilipoomba redio, walirudi tena kuchunguza huyu mtu ana matukio yapi ya uhalifu alionayo, aliwahi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna kitu kinaitwa vetting. Vetting ni kukujua wewe umetokea wapi, umezaliwa wapi. Mwanangu wakati wanamwajiri walimuuliza, kaburi la baba yako liko wapi? Fikiria tu, wanataka wajue na kaburi la baba yake la babu yake lilipo. Kaburi la bibi yako liko wapi? Kwa nini mama yako alizikwa hapo? Kwa nini hakuzikwa kule? Na kwa sababu alikuwa anajua, alisimama akaongea. Kwa sababu baba yuko pale, na ndio huduma yetu ilikozaliwa, na mama alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unatakiwa ujifahamu wewe mwenyewe ujifahamu. Ni nani? Ujigundue wewe ni nani. Kwa nini Kristo alikufia wewe? Kwa nini leo anakuambia uwe hodari? Ili iweje? Uweni hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake zikusaidie mahali ambako utakutana na hatari, ili usije ukaangamizwa. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tunatakiwa kuwa na maarifa ya kimungu ndani yetu. Yaani hapo ulipo uwe na maarifa. Na ndio maana nimewafundisha hata kula ovyo. Sio unaenda kila sherehe unakula, kwenye misiba unakula, utakufa. Harusi nyingi zilizofanyika pale redioni ni chache sana ambazo zimesimama. Watu wengine wanaweza kusema pengine kwa mwemezi. Hapana. Hawa watu walipokutana wakakubaliana, wakataka kuambatana, ni kitu gani ambacho walikuwa wamekisimamia au wamekijenga? Pili, watu waliokuwa mbele yao wakiwapa zawadi na kuwapongeza, nini dhamira zao zilikuwa zinawapelekea? Misukumo gani ilikuwa inawapelekea? Watu wengi walikuwa wanapeleka matatizo. Shubira aliletewa maraham, perfume. Ni kweli sio kweli? Perfume, binti akapagawa, mke wake akapagawa na mapepo.
na akaanza kusema walioleta ndoa haitadumu, na kweli ilidumu. Kuna vitu vingine tunaweza kuvipokea lakini vikawa sumu kwenye maisha yetu. Tuwe makini sana na wanadamu na kufundisha somo la intelijensia. Hii ni intelijensia na kufundisha. Kila mahali utakapokuwa uwe active wa kutambua mazingira uliopo, watu unaokutana nao, na lazima uwe unakabiliana nao kwa kuangalia. Hata kama unafanya mission na mtu au unafanya kazi na mtu, usimwamini kila mtu. Na Biblia inasema anayejifanyia marafiki wengi ni kwa ajili ya uharibifu wake. Nilishawafundisha hapa, acheni kuwa na marafiki wasiokuwa na maana. Kuwa makini. Mtaa wote una marafiki. Kuanzia kijiji kile una marafiki, ni kwa ajili ya uharibifu wako mwenyewe. Ajifanyiaye marafiki wengi ni kwa ajili ya uharibifu wake. Watu wengi wamefukuzwa kazi maofisini kwa sababu ya marafiki. Nimeona wengi wanafukuzwa makazini. Ukimuuliza, mimi sijui. Kumbe rafiki anaweza akawa na kuchimba. Ndio atakuwa kichocheo cha wewe kufukuzwa kazi. Kwa sababu anajua habari zako, anajua maisha yako, anajua nani unayezungumza naye. Ndio atapeleka taarifa zako. Kuwa makini. Mwambie jirani yako kuwa makini. Dunia tulionayo ya kizazi cha Gen Z, kizazi cha AI, kizazi cha GPT, nataka nikwambie ni kizazi cha hatari. Yesu alishatabiri akisema kizazi hiki ni kizazi cha hatari. Kizazi kibaya cha zinaa, kizazi cha nyoka. Leo tuna nyoka wangapi ambao wanatembea? Ulimi wao umejaa uongo. Tuna waongo wangapi makanisani? Tuna waongo wangapi kwenye ndoa? Yaani mtu anaweza akakwambia kitu hapa, ukimpigia simu au kaanza kuongea naye, dakika moja kisha sahau, anakuambia kingine, anaanza story mpya. Ujue kwamba majira haya yameshaharibika. Usiharibiwe na majira haya, ingawa yamejaa uharibifu. Sisi hatutakiwi kuongozwa na majira. Tunatakiwa kuona jambo lililoko ndani ya majira, tuwe makini. Ninakuambia hivi, majira yamebeba jambo la uharibifu leo. Iweni hodari katika Bwana. Anasema hatimaye mzidi kuwa nani? Katika nani? Na katika uwezo wa nguvu zake. Uwezo wa nguvu zake ndio unaotusaidia kuepuka mitego, kuepuka majanga ambayo yako mbele yetu. Kuwa makini sana. Kuwa makini sana. Na watoto wako wafundishe. Kipindi tulicho nacho sio kipindi cha kusambaa na kuzurura. Binti yangu huyu sasa hivi anaimba. Niliwahi kufundisha hapa nikasema msile vitu ovyo na maembe. Sasa akaenda akavamia mwembe pale. Yupo anaimba hapa. Kilichomtokea? Tuliongea tu wiki hiyo kapanda kwenye mti, wakamwambia wewe maembe haya yaliwagi, akala. Kama asingekuwa mama yake ana imani, kama asingewahi kumuombea, alikuwa anaondoka. Leo hawezi kupokea kitu chochote, hawezi kupanda mwembe tena akala. Na ninawaambia watoto wa watu, msije mkapanda kwenye miembe. Usipige mwembe wa mtu. Unakuta watoto wanapopoa tu maembe. Miembe mingine ni makaburi. Miembe mingine kuna mizimu. Miembe mingine watu wamepanda mavitu maroho. Ukila umekula maroho. Unakuta uharibifu umeshika mtoto wako. Na uwezi kujua chanzo cha mtoto wako kuharibikiwa kilianzia wapi. Ni pale anapokuwa na njaa. Kwani kilichomfanya mama yetu hawa ni kitu gani? Tamaa. Adui alimlagai, akamuonyesha tunda, na yeye akampa mume wake, ikaishia hapo. Tumbo hili unaloliona limeangamiza watu wengi. Tumbo unaloliona limefanyaje? Limeangamiza. Ndio maana utakiwi kuwa na kiroro cha fedha, kiroro cha mali, kiroro cha maisha na mafanikio. Mafanikio yana hatua zake. Baraka zina hatua zake.
maisha yanahitaji uyasimamie mwenyewe, yasije. Unajua maisha yakija kama hujajua na ukajiandaa kukabiliana na maisha, yatakuzamisha. Kwa hiyo dhamiri yako ndani ya moyo wako, kila mahali unapokaa uwe sensitive, uwe makini kusikiliza. Na ndiyo maana tuwe na macho ya rohoni, masikio ya mwili wako uwe na vinasa sauti. Moyo wako uweze kutambua mambo yaliyoko kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza ukawa unakaa na mtu lakini wewe umjui. Ni muhimu umjue spiritually huyu mtu kiroho yukoje. Na ukishaona mtu hapendi masuala ya ibada, alafu ana miungu yake, ana mizimu yake, kuwa makini naye. Aidha wewe uvae nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu ili uweze kudefeat zile nguvu ambazo ziko ndani yake. Na ndio maana tunatakiwa wakina mama, mume wako kama hajaokoka, wewe umtakase, uwe na nguvu ya kufanyaje. Nimetangulia kusema wakati napita nikasema, wamama mmebeba utajiri wetu. Hamjajua ninyi ndio mnaosababisha wanaume wengi watajiriki. Ninyi hamwezi kuwa na pesa mkashika pesa, ninyi wakina mama, niwaambie, kwa sababu ninyi mnapokeaga tu bila kujua hizo pesa zinatoka wapi. Mtu anayekupa ana dhamiri gani? Kama anataka kukutumia kwa sababu ya faida za kibiashara, ni bora ukakope tu benki. Bwana Yesu asifiwe. Najua mtanichukia, lakini nitasema kweli daima. Fitina kwangu mwiko mimi. Niliwahi kuwa katibu wa vijana wa CCM miaka ile nazaliwa 5 CCM. Nikasema fitina kwangu, sitakuja kuwa mtu wa fitina na sitaweza kuficha maarifa yoyote ambayo Mungu ananionyesha. Kwa hiyo watu wengi wameharibikiwa kwa sababu ya furaha. Watu wengi wameharibikiwa kwa sababu ya mafanikio. Watu wengi ndoa zao zimeharibika siku walipokuwa wanafanya sherehe ya ndoa. Fikiria nini ulichosema wakati unafunga ndoa. Fikiria watu walisema maneno gani siku ile ya ndoa yako. Fikiria zawadi gani ulizozipokea kwa watu. Hapo ndipo adui anapopata mlango wa kushinda. Angalia hata wanafunzi wengine wanapofika kwenye graduation wanaugua kwa sababu wanakuwa wamefika kwenye kilele cha furaha yao, kutimiza mafanikio yao. Adui anapitia hapo. Wengine wao hawafanyi mitihani. Wengine wao wanasapu. Kwa sababu gani? Si wanakuwa na furaha ya kukamilisha ndoto. Adui anapitia hapo. Biblia inasema hatukosi kuzijua fikra za shetani asije akapata kutushinda. Shetani yupo kwa sababu yuko kwenye mawazo ya watu. Shetani anabebwa na watu. Shetani anabebwa na binadamu kama wewe. Shetani hawezi kuvaa mwili mpaka mwanadamu akubali kumbeba. Na ukikubali kubeba uongo au utapeli, ulagai au kiburi, maana yake umembeba adui. Na unaweza ukatumika kuwa silaha ya maangamizi kwa watu wenzako. Sababu shetani hawezi kumfikia mtu mpaka apite kwa mtu. Leo kuwa makini. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nani? Kila mahali uliko na unapokaribia kuhitimisha ndoto zako, ndipo adui anapokuja kumaliza kazi. Nilikuwa naangalia juzi, wanapenda sana kuona mabinti wanavyokimbia, vijana wanavyokimbia ile marathon. Sijui mnaangaliaga nyamu, angalia. Kumbe binti anakimbia au kijana anakimbia, anapokaribia kumaliza anageuka. Kosa tu la kugeuka kuangalia maadui zako walioko nyuma, nguvu zinaishaga. Adui anapiga miguu, tayari wanaondoka kwenye mashindano na walikuwa wamekaribia taji kulipata. Usigeuke nyuma kuangalia vile vinavyokufukuza. Usigeuke nyuma na watu wanaokutaka kunyang'anya haki yako. Wewe songa mbele, angalia mbele tu. Angalia wapi? Ndio maana ya kuwa hodari, uangalie mbele, usigeuke wapi?
Na ndio maana nimeanza kuwakemea juu ya kujiita wazuri. Unajiangalia kwenye kioo masaa yote. Unatengeneza sura yako kwenye simu ya TikTok, unakaa unalambalamba midomo. Wewe kadiri unavyozidi kujiexpose, kadiri unavyojiuza kwenye mitandao, ndivyo unavyozidi kupoteza thamani. Unatakiwa usijulikane, usionekane sana kwenye mitandao. Hello. Haya, nimekosea. Kuwa makini. Furaha inamkaribisha adui. Soma kitabu cha Ayubu. Wakati watoto wa Ayubu walipokuwa kwenye sherehe, wanakula na kunywa, adui akwenda. Mimi sipendi nifunue maandiko. Alienda akwenda. Biblia nasema Shetani naye akajihudhurisha katikati ya wana wa Ayubu. Walikuwa ni watoto wa tajiri, wanakula na kunywa, wakifurahia mafanikio ya baba yao, wakiwa ndani ya nyumba ya ghorofa. Shetani naye akaenda pale. Wana wa Mungu, kuwa makini. Furaha isizidi. Furahi katika Bwana, tena anasema furahini. Alafu anasema upole wenu na ujulikane na watu wote. Kumbe unapofurahi lazima uwe mpole, upunguze ile kasi ya kucheka. Adui anatafuta kukuangusha, lakini leo Mungu anakuambia uwe hodari, asikuangushe. Wengi tumechelewa au tumekwamishwa kwa sababu ya kusahau au kujisahau. Tunapoona tumefika, kumbe bado kuna hatua kama 10 mbele yetu. Usione kama umefika, ona kama hujafika. Sema bado sijafika. Kwa hiyo watu hujisahau wanapoona kama wamefika. Kanisa, ninyi wengi ni vijana. Lakini waliokuja mbele, wale ambao migongo inauma, miguu inauma, mwili mzito, wameshafika miaka 40 na kwenda mbele. Vijana walikaa kwa sababu wao wanajiona ni vijana, lakini wameishazeeka, wamechoka. Kwa sababu mimi ninayoyafanya hawezi kuyafanya. Unajua shida iko wapi? Hapa. Iko wapi? Hapa. Wengi hawajui kwamba bado wana maisha na wanahitaji kuyalinda hayo maisha yaliyoko mbele yao. Ndio maana wanasema ujana ni maji ya chai. Ujana ni maji wa kipoi. Kinapoaga kipoi. Usije ukajivunia ujana. Kama nilivyokuambia, usijivunie uzuri, kwa sababu kizuri ni pesa tu. Kila mtu huwa anaipata na anaifurahia akiipata. Sio uzuri. Ukishaanza kuzeeka unajichukia hata wewe mwenyewe. Ndio maana utaona wazee huwa wanunui hata nguo mpya. Anavaaga shati moja tu kwa sababu yeye ni mzee. Kwani mimi nani ataniona? Mimi nimeshakuwa na mamvi hivi. Hana shida ya kunyoa hata ndevu, anakaa na mandevu yake na uzee. Ndio maana utaona anachezaga na wajukuu. Ni kweli sio kweli? Sikashazeeka. Babu anacheza na wajukuu, mara kushike ndevu, mara kufanyeje? Si una faida tena. Hata kama wewe ni mzee. Walikuwa ni mzee, sasa hivi ni kijana. Hajawahi kuona mwenye haki ameachwa. Wewe ni mwenye haki, unatakiwa usijisahau. Ukajiachia tu na midevu. Nilishawahi kuona anafuga ndevu mimi. Mlishawahi kuona anafuga midevu? Sitaki. Kwa sababu mimi ni mwanaume, najitambua. Na sauti yangu tu yenyewe inadhihirisha kwamba ni mwanaume mkamilifu kabisa.
Usijisahau kwa sababu wewe ni mzee. Usijisahau ukasema mimi ni mama. Unajiachia, unanenepa tu. Humo ndani kumejaa masumu tu mwilini. Unatakiwa we binti. Waangalie wenzetu wazungu, hata kama ana miaka 60, 70, anauishwa. Anafanyaje? Anauishwa. Ukimwona wa miaka 73 unaweza ukachumbia. Sisi huku 73 kiko. Kajiachia minyama. Unakuwa na minyama nyama. Mtumbo. Nilikuwa naona makabila, wametaja makabila: Muhaya, Muha, Muchaga. Nikachoka msuku. Msijiachie. Ni kujisahau. Huo mwili kadiri unavyozidi kuwa mnene ndivyo unavyopunguza uzito wa maisha yako, afya yako. Watu walivyoninunia sasa. Nuna. Potelea pote. Potelea pote. Nitawaombea sumu ziishe mwilini humo. Uwe kama mimi hivi. Mabega mizigo, mgongo mizigo, makalio mizigo. Ya nini? Eti Waswahili wanapenda gaga makalio. Ya nini makalio? Mbavu. Wengine mpaka wayatafute, wanafanya na mazoezi kabisa. Wewe acha ujinga. Hatuoagi makalio, tunaoa akili. Ukiona uolewi maana yake akili yako duni. Hello? Kama una makalio mwanangu, wewe safi. Sema safi. Lakini mikalio, mtu ukishaona mikalio unajua hamna kitu kichwani. Nawaambia vijana, ukiona mwanamke ana makalio muache. Watu wanafuga pesa, hawafugi makalio. Hata kama amenyoka kama mbao, huyo nahangaika. Navaa mpaka vigodoro. Wewe acha ujinga. Nyie wa Afrika mkoje nyie? Na Wachina wameshajua. Mwafrika akili hamnazo. Tuwauzie na vigodoro wapate hela. Wao hawana shida na makalio. Ulishawahi kumwona Mchina na makalio? Ulishawahi kuona mzungu na makalio? Wa Afrika. Unazidiwa na ng'ombe ana makalio. Jikubali. Jikubali. Siku moja mtu mmoja aliniambia, unajua mwanamke akaniambia, unajua makalio lazima ufanye mazoezi. Unafanya mazoezi ya kuongeza makalio. Fanya mazoezi ya kuongeza akili, utu wema, utakatifu, maisha safi, kupenda maendeleo. Ukiona mwanamke ana makalio ana akili, ukisha kuwa unazeeka. Na leo mwende mkayachane hayo. Punguza na matumbo. Kwa na tumbo kama una mimba, kiulizo na mjamzito. La nini sasa? Basi Mungu amependa ujaze minyoo tumboni. Unaona kama haka kabinti eti. Si umekaa vizuri eti simama eti. Uko sawa. Tena amevaa abaya. Bwana Yesu asiwe. Kuna mwingine kaninunia, ngoja niende basi akanipiga. Bwana Yesu asifiwe. Hatimaye tuzidi kuwa hodari katika uwezo wa nguvu zake. Mungu anapenda tuwe mahodari, sio wavivu, sio wazembe, sio wajinga. Tuwe na uwezo wa kufikiri dunia ilipo sasa. Tuwe na uwezo wa kujua majira haya yamebeba nini.